Kuanzia mwaka huu mpya wa masomo wa 2025-26, namba ya utambulisho itakuwa ni hitaji la lazima la kila muombaji mikopo. Lakini pili, ni washukuru ndugu zangu wa NIDA kwa kukubali mwaliko wetu na kwa kushirikiana nasi. Hii ni nembo na alama kubwa sana ya kuonyesha kwamba taasisi za serikali ziko pamoja na zinafanya kazi kwa pamoja katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa hilo. Lakini tatu, pia ni washukuru ndugu wanahabari kwa kukubali kuwepo hapa katika tukio hili muhimu la mustakabali wa utoaji wa mikopo yetu na vile vile la mustakabali wa utendaji wetu kama taasisi ya bodi ya mikopo. Malengo ya mkutano huu, ndugu wanahabari, ni kuwaeleza nyie pamoja na umma pamoja na wadau wetu kuhusu matumizi ya namba ya utambulisho, yani National Identification Number, ambayo hii tutaanza kutumia kwa mwaka huu wa masomo utakaoanza 2025-26. Na dirisha letu la maombi ya mikopo kama mnavyofahamu tunatarajia kulifungua mwezi ujao, ili kutoa fursa kwa wanafunzi wahitaji wenye kujaza maombi hayo waanze kujaza fomu au waanze kujaza maombi ya kuomba mikopo yao katika mfumo wetu. Hivyo basi, kwa kutumia hii namba ya utambulisho, yani National Identification Number, tunapenda kuwataarifu umma kwamba taasisi zetu mbili hizi zimechukua hatua muhimu sana za kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika kwa ufanisi na kwa wakati. Sasa kwa nini tunatumia National Identification Number? National Identification Number au namba ya utambulisho ni utambulisho wa uhakika ambao unaosaidia kupata uhalali wa taarifa za muombaji. Mengineyo zaidi wataeleza mwenzangu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho, yani NIDA. Namba ya utambulisho kwetu sisi itatusaidia katika utekelezaji wetu wa majukumu, kwani tutapata taarifa za uhakika na za kipekee kwa kila mwanafunzi. Kama hiyo haitoshi, kama mnavyofahamu, bodi ya mikopo ina mamlaka, ina mandate au sijui nasema ni mamlaka au majukumu mawili. Kwanza ni kutoa mikopo, lakini ya pili kukusanya mikopo. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo National Identification Number au namba ya utambulisho, tutaweza kuboresha uwezo wetu wa kufuatilia na kuwapata wanufaika waliokopeshwa baada ya kuhitimu. Sio hivyo tu, kama mnavyofahamu pia, bodi ya mikopo katika moja ya vigezo vyake tunatakiwa kutoa mikopo kwa Watanzania. Kwa hiyo namba ya utambulisho itahakikisha usalama wa taarifa za muombaji na kuondoa uwezekano wa matumizi ya majina au taarifa zisizokuwa sahihi na za bandia. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana la kihistoria, lakini pia linaenda kuboresha utendaji wetu katika majukumu yetu ya kila siku. Hivyo basi, kwa kipekee napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana mkurugenzi mkuu wa NIDA na management nzima, kwanza kwa kutuelewa kuhusu umuhimu wa zoezi hili, lakini pili kwa ushirikiano mzuri ambao tumeupata hadi tumefika leo hii katika tukio hili. Tumeweza kuunganisha mifumo yetu ili kuwezesha kuhakiki taarifa za waombaji mikopo kupitia namba hii ya utambulisho. Tayari wataalamu wetu wametuambia kwamba wameshamaliza zoezi zima na wamekuwa wakishirikiana kwa ufanisi mkubwa sana kuweza kulifanya hili jambo liweze kukamilika. Hii ni mfano wa ushirikiano wa taasisi za serikali katika kutoa huduma bora kwa wananchi na kuakisi rai ambayo ameitoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kusema kwamba anataka kuona taasisi mifumo yao ikisomana. Kwa hivyo tukio la leo ni uthibitisho wa dhati na wa wazi kabisa kuonyesha kwamba mifumo yetu inasomana, na hivyo basi sisi tunaendana
sanjari na rai ya Mheshimiwa Rais, na tunaitekeleza kwa kikamilifu. Hivyo basi, naomba kutoa rai kuanzia mwaka huu mpya wa masomo wa 2025-26, namba ya utambulisho itakuwa ni hitaji la lazima la kila muombaji mikopo atakayeenda kuomba kupitia mifumo yetu. Hivyo waombaji wote wanashauriwa kuhakikisha kwamba wanapata namba utambulisho mapema iwezekanavyo kabla dirisha la maombi halijafunguliwa na ndani ya muda wa maombi ya mikopo kabla dirisha la maombi halijafungwa. Siku chache zijazo, ndugu wanahabari, mnafahamu kwamba tutatoa elimu na mwongozo rasmi katika uombaji mikopo, lakini pia tutaanza kufungua dirisha jipya la kuomba mikopo kwa mwaka mpya wa masomo wa 2025 na 26. Hivyo basi, wito wangu kwa umma na wadau, kwanza ni kwa wazazi na wanafunzi na wakuu wa shule na vyuo. Tunawaomba sana mtupe ushirikiano wa kuelimisha vijana wetu kuhusu umuhimu wa namba utambulisho na umuhimu wa kupata hiyo namba utambulisho kwa muda ambao tumeutaja. Pili, kwa waombaji mikopo, tunawaomba muhakikishe taarifa zenu ziko sahihi na kwamba namba yenu ya utambulisho imehakikiwa. Lakini la mwisho ni waombe nyie waandishi wa habari. Nyie ndo sauti yetu, nyie ndo kalamu yetu. Tunaomba mtusaidie kufikisha ujumbe huu kwa jamii katika muda unaofaa, lakini pia kwa usahihi, ili kusudi jamii ipate kuelimika na iweze kutekeleza kile ambacho tunatarajia kwamba watu wote ambao watakaomba mikopo waweze kupata namba utambulisho. Baada ya kusema hayo, narudia tena, matumizi ya namba utambulisho kwa waombaji mikopo ni hatua muhimu kuelekea katika uwazi, ufanisi, uwajibikaji katika utoaji wa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati. Lakini kama haitoshi, tukimaliza na ndugu zetu wa Mamlaka ya Vitambulisho ya Taifa, yani NIDA, vile vile zoezi hili tushalikamilisha kwa upande wa Zanzibar. Kuna taasisi inaitwa, mamlaka inaitwa nini ile? ZCSRA. Na hivyo basi tutatoa tangazo karibuni nalo kwa kuelekea huko vile. Kama ninavyosemaga kila siku, bodi ya mikopo iko kidijitali. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kwamba tunafanya kazi yetu kwa uwazi na kwa ufanisi na uwajibikaji. Kwa hiyo bodi ya mikopo inatoa wito na kuendelea kusema kwamba tutaendelea kushirikiana na taasisi zote za serikali katika kuhakikisha tunatoa huduma ya kisasa inayoendana na mabadiliko ya kiteknolojia na kwa mahitaji ya wakati mwafaka. Tunatamani kuona kila kijana mwenye sifa na uhitaji anapata mkopo kwa haki. Narudia tena, tunatamani kuona kila kijana mwenye sifa na uhitaji anapata mkopo kwa haki na anajulikana kwa utambulisho wake rasmi kupitia mifumo yetu hii ya kitaifa. Mkuu wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile Computer Application, Graphics and Design, Video Production pamoja na CCTV Camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.